halmashauri ya wilaya, ndio maana tuko hapa, si ndio? Na kwa kuwa ni kikao changu cha kwanza, si ndio? Mitasari yote nilipokuwa naipitia hapa niliona ilikuwa na mzee Kanoni, na kwa kuwa ni kikao changu cha kwanza, kwa naamini kitazaa matokeo na maazimio ya pekee ambayo yatatupigisha hatua tunapoendelea na tutekeleza yote ambayo yalikuwa yameagizwa katika mitasari iliyopita na kusimamia kazi ziweze kuendelea katika wilaya yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Disemba 2025, halmashauri ya wilaya Masasi ilikuwa na jumla ya watumishi 2081. Kati yake K ni 738 na M ni 1343, ambapo mahitaji ya watumishi wote ni 4742 na upungufu wake ni watumishi waliopo ni 2661. Hii ni sawa na waliopo 43.8 na upungufu ni 46.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya utawala imeendelea kuratibu na kutekeleza majukumu yake katika masuala ya utawala bora, watumishi kuhama na kuhamia, ajira mpya, kupandisha vyeo watumishi na kubadilisha vyeo, kusimamia taratibu za watumishi waliofariki, watumishi waliostaafu na mashauri ya kinidhamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Masasi kupitia kitengo cha hesabu cha fedha katika kipindi cha miezi 6, kitengo cha fedha na uhasibu kimefanikiwa kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia misingi ya usimamizi bora wa fedha za umma. Mafanikio yamejikita katika kuimarisha rasilimali watu, ukusanyaji wa mapato, usimamizi wa fedha za maendeleo, uwezeshaji wa vikundi maalum, usuluhishi wa kibenki pamoja na ulipaji wa mishahara na stahiki kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio makuu kiutendaji ni kuimarisha rasilimali watu, maafisa hesabu. Idadi ya maafisa hesabu imeongezeka kutoka 7 hadi 14 baada ya kupokea watumishi, ikiwa ni ajira mpya kutoka serikali kuu ambayo ikaleta ongezeko la watumishi kwa 100%. Ukusanyaji wa mapato ya ndani, tukiwa na lengo la makusanyo ya mwaka shilingi bilioni 7 na milioni 804,675,000. Makusanyo halisi yaliyopatikana ni bilioni 5 na milioni 444,781,498 na senti 56. Kiwango cha utekelezaji ni sawa na 69.79%. Utengaji wa fedha za miradi ya maendeleo. Fedha zilizotengwa kwa miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 1,343 na 799,390,000 na senti 53. Kiwango cha utekelezaji wa utengaji wa fedha ni 99.77%. Mheshimiwa Mwenyekiti, utengaji na uwezeshaji wa fedha za wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Fedha zilizotengwa kwa ni jumla ya shilingi milioni 354 na 290. Muhtasari kabisa, taarifa ya maendeleo ya halmashauri ya Masasi kwa kamati ya maendeleo ya wilaya DCC kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia mwezi Julai hadi Disemba 2025. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya utangulizi ambayo ina taarifa za dira, elimu, idadi ya watu, uongozi, hali ya siasa, ambazo hizo taarifa zimewekwa pale kwa muhtasari. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa unaofuata ambao ni kipengele namba 2 ni taarifa za maendeleo ya halmashauri ya Masasi, tukianza na utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Kwa ufupi kabisa, halmashauri na katika kipindi cha miezi 6 ilikuwa na jumla ya watumishi 1263 ambapo mahitaji ilikuwa ni 2730. Aidha, halmashauri na upungufu wa watumishi 1467. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa nyingine pale ni likizo za watumishi waliofariki na kustaafu, watumishi waliohama na kuhamia na ajira mpya,
watumishi waliopo masomoni mwaka 2025/26, taarifa za mashauri ya kinidhamu pamoja na taarifa za mashauri ya kinidhamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele cha 3 ni taarifa za fedha na wasifu. Katika kipindi cha miezi 6, halmashauri ilikuwa imekisia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 27,582,112,000 ikiwa katika vipengele mbalimbali. Vipengele hivyo ni mapato ya ndani ambayo ilikisia kukusanya bilioni 4,151,129 na ilifanikiwa kukusanya bilioni 2,247,141,510 ambayo ni sawa na 61%. Eneo lingine ni mishahara ambayo imeshapokelewa kwa 57%. Mapato mengineyo ambayo imeshapokelewa kwa 136%. Basket fund imepokelewa kwa 52% na fedha za miradi ya maendeleo zimepokelewa kwa 36%. Kwa hivyo katika kipindi hichi halmashauri imeshakusanya na kutumia fedha bilioni 15,814,570,934.67 ambayo ni sawa na 57%. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Masasi ina jumla mtandao wa kilomita 1414.09 ambapo kilomita 24.8 ni tabaka la lami, 512.514 tabaka la changarawe na 876.776 ni tabaka la udongo. Mchanganuo wa mtandao huu kwa kila halmashauri ni kama ifuatavyo: Masasi DC na jumla ya kilomita 334.96, Masasi DC ina kilomita 1079.13. Sehemu kubwa ya mtandao huu, asilimia kubwa ya mtandao wa barabara, asilimia 98.25 ni tabaka la udongo bado, na tabaka la lami ni asilimia 1.75. Hadi upatikanaji wa umeme wilaya ya Masasi inaendelea kuimarika licha ya changamoto za hapa na pale. Kwa sasa wilaya ya Masasi inapata umeme kutokea kituo cha Mtwara katika kituo kilichopo eneo la Gari kupitia kituo cha kupoza umeme cha Mambika. Hatua zilizochukuliwa kuboresha hali ya umeme. Kuna hatua ya muda mfupi ambayo imekaja transformer kubwa yenye uwezo wa 20 MVA eneo la Mambika. Mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Maana yake transformer yuko site pale imezidiwa. Kazi hii ya kuongezea huko kituo cha Mambika kwa kuongezea transformer hilo, wilaya inapata umeme wa kutosha, itapata umeme wa kutosha kwani uzalishaji kwa sasa uko vizuri. Changamoto ni hiyo ya kuzidiwa kwa transformer ile kwa sasa. Hatua ya muda mrefu na NESCO kwa kushirikiana na serikali inaendelea utekelezaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa njia za umeme yenye msongo wa 220 kV kutokea Songea hadi Masasi. Makuu tunahudumia wilaya 3, wilaya ya Masasi, Nyungu na Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika biashara hii tuliyoifanya ambayo ya mazao haya yote tulikutana na changamoto ambazo sio sana kwa baadhi ya msimu huu. Katika msimu huu ambayo ya kwanza ilikuwa ni baadhi ya wakulima kushindwa kuzingatia ubora wa mazao wanayotuletea. Changamoto ya pili ilikuwa ni miundombinu ya barabara kwa baadhi ya maeneo, lakini pia kutumia nafasi hii nipende kushukuru TARURA. Tulizungumza nao wakatusaidia, hasa ile kata kule na kuelekea Msikisi. Tulikuwa na changamoto kuanzia kipindi cha pembejeo kupeleka kwenye kata ya Msikisi. Nashukuru TARURA tusaidia, wakatupatia mbadala ya barabara, tukapeleka pembejeo na mazao mengine yakaweza kusafirishwa na kufika kwenye mauzo kwa wakati. Changamoto nyingine ambayo tulikutana nayo ni baadhi ya wanunuzi kuchelewa kufanya malipo kwa wakulima. Lakini nyingine ni baadhi ya benki kuchelewa kufanya malipo, na hasa katika zao la korosho. Kuna baadhi ya benki ambayo ilishikilia malipo ya wakulima. Lakini pia nipende kushukuru ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tulifanya mazungumzo nao na wao pia wakafanya mazungumzo na benki. Wakulima jana wakafanikiwa kulipwa. Tulichukua siku 16, wakulima bado hawajalipwa. Kwa hiyo napenda sana kushukuru ofisi ya Mkuu wa Wilaya kwa jitihada walizozifanya. Mwisho napenda kushukuru kamati ya ukaguzi
wa korosho ambayo ilishiriki kukamilifu kufuatilia ubora na makusanyo halisi ya korosho kwenye maghala makuu ili kuondoa udanganyifu unaofanywa na waendesha maghala. Hapo nimestajabika kipengele kimoja sijakiona. Swala la michezo na sanaa halijazungumzwa kabisa kwenye taarifa, na sasa hizi ikiwa ni hot issues. Lengo la serikali tuko kwenye hatua ya kwenda kutoa ajira kwa vijana zaidi ya milioni 8, na tunaiangalia sekta ya michezo na sanaa kwa jicho la pekee. Lakini ukiangalia taarifa zetu mbili, swala la michezo na sanaa halijazungumziwa. Sasa nitoe ushauri kwa vikao vijavyo, na hii ndio vikao vya baraza la ushauri, tutoe maazimio kwamba vikao vijavyo tuangalie tunatenga bajeti maalum kwa ajili ya michezo na sanaa ili tuweze kugusa kundi kubwa la vijana ambao dira ya taifa maendeleo imeendelea kuwagusa kwa namna moja na nyingine. Hamia wachache wanahama wengi kwenye wilaya yetu. Sasa isije kama wilaya yetu ni mlango wa kwenda kupata ajira. Ukiangalia ile sehemu ya watu waliohamia wamehama 25 na wamehamia 14. Halafu ukiangalia ni sehemu ile ya msingi kabisa ambayo inatakiwa sisi wilaya yetu ipate nafasi nzuri, sehemu ya elimu. Swala la uhamisho pengine uwe wa ndani, lakini kama ni uhamisho wa kutoka nje ya wilaya yetu, naomba lizingatiwe, ikiwezekana mlango uwe mfinyu zaidi kuliko kawaida. Ame mtu mwenye sababu za msingi kabisa, lakini sio kuhama tu. Idara nyeti, tushauri kabisa tufunge. Kwa mfano elimu, walimu tunao wachache, bado uhitaji ni mkubwa. Kwa mimi nashauri uhamisho wa walimu uzingatie matakwa ya msingi kabisa, yaani kwamba mtu ana jambo ambalo aidha anaenda kwa sababu ni mgonjwa, anaenda kwa ajili ya kuwa karibu na hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya matibabu. Kuna mambo ya msingi ambayo huwezi kumkatalia mtu. Tunayo kuhusiana na fedha za makato ya shilingi 20 ambazo wananchi wenyewe walikubaliana wakatwe ili ziende kuleta maendeleo kwenye vijiji vyao, kwenye kata zao. Wengi wanasema zile fedha wanakatwa, lakini kuna ucheleweshwaji wa kurudishwa kuja kuleta kuchakata hayo maendeleo. Kwa mfano, fedha ya baadhi mpaka leo hii bado hajarudishwa. Vijiji vingi kuna wale ambao hawajapatiwa. Ile fedha baada ya kukatwa isizidi angalau siku 45 au ameshaingiza vijijini, ili iende ikagusi yale maendeleo ambayo sisi tulikuwa tumekusudia. Kuna mradi ule wa nguzo za gridi ya taifa. Kuna watu walifanyiwa tathmini toka mwaka jana, kiwemo na sio wengine tunaosema, lakini mpaka leo hawajalipwa fidia. Ningeomba kumuuliza meneja wa TANESCO kwamba utaratibu ukoje mpaka sasa, maana wananchi wengi wanalalamika. Mbalimbali ambayo yameulizwa kutokana na wakulima ama wananchi waliokuwa hapa atayajibia meneja, lakini itakuwa mchoa fadhila kama sitakushukuru wewe pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama, lakini na watendaji wote na wazee kwa ushirikiano mkubwa ambao tumeuonesha mwaka huu. Kwa kweli kwa upande wa Masasi hatujapata changamoto ya kutosha. Kwa hiyo nimeona nisikae bila kuwashukuru watu wa Masasi, nimeonyesha ushirikiano mkubwa. Kama unavyofahamu mwaka jana tumepata mabadiliko ya kimfumo, hususan uendeshaji wa minada. Minada imeendeshwa kwa mfumo wa TMX, lakini tukapewa jukumu lingine zito la kulipa wakulima, kitu ambacho mabadiliko yote yanapokwenda kutokea panakuwa na mvutano mbalimbali. Hii barabara hiki kivuko kiko kwenye mkakati, yaani kiko mbioni kujengwa, kwa sababu tulishaomba kwenye mpango wa ufadhili wa Benki ya Dunia na walishakuja kukagua, mkaguzi alikuja, wameridhia na wametuletea barua kwamba hicho kivuko watakijenga, watatuletea pesa kwa ajili ya kujenga hicho kivuko. Kwa tunasubiri maelekezo sasa, kwa sababu wameshatujibu. Na hapa Masasi mji tulikuwa na miradi mingi tuliomba, lakini tumerudishiwa miradi mitatu, ikiwemo hilo daraja la
17 na kutoka Songea mpaka Masasi jumla ni kilomita 479. Huu mradi huko mkandarasi ni Kalpataru Power Transmission kampuni ya Kihindi alishaanza kazi, na kutoka Songea mpaka Tunduru pale alishaanza kujenga zile base kwa ajili ya towers. Vifaa vyote vimeshaingizwa nchini, lakini ishu kubwa iliyozuia kwanza ilikuwa ni fidia kwa wananchi, ambapo swali liliulizwa na mzee wangu hapa. Kulikuwa kuna fidia ya shilingi bilioni 4.7 hiyo ni Songea Tunduru, lakini kuna bilioni 4.6 kutoka Masasi na Nyumbu mpaka Tunduru, lakini mimi sasa nimejikita kutoka Masasi mpaka wetu wa Nyumbu pale. Kuna vijiji vya Sururu na Mkarakati na vijiji hapo katikati. Ile fidia ilishalipwa, wananchi wote wameshalipwa fidia. Alikuwa amekosekana mwananchi mmoja tu ambaye alikuwa kwa magereza, lakini walipofidia walifuata kule magereza wakamlipa. Lakini ishu kubwa najua ni mradi sasa kutoka Masasi kuelekea Mufindi, ambayo inakatiza kwenye vijiji vya Madawale, kuna vijiji vya Nakupa, Chiwisi, Marika kule, wanaingia upande wa pili wa Liloya, wanasonga mbele na mpaka huko na Sindi, wanatoka wanatoka mpaka Lindi. Mkandarasi ashapatikana, kwa hiyo line ina jumla ya kilomita 124 kutoka Masasi mpaka Maumbika. Tunayo maswali pamoja na ushauri kwenye tatu ambazo zimeelekezwa kwetu. Ya kwanza ilikuwa ni swala la ushuru wa shilingi 20 kutoka kwa Mheshimiwa Mbunge. Nikiri na nikubali kwamba inawezekana kuna kata zingine ambazo bado hawajapata shilingi 20. Japokuwa tayari tulishapeleka benki taarifa zote za ushuru kutoka ushuru wa ufuta pamoja na mbaazi tulishapeleka benki. Lakini kwa sababu kuna malalamiko yapo na tumeshapokea kutoka kwa mheshimiwa, basi tutabidi tufuatilie tena upande wa benki tuone jambo gani ambalo limepamisha. Yawezekana kuna namba za akaunti zilikosewa ikashindwa miamala kufika kwenye kata husika. Kwa hiyo nitaomba ndani ya wiki moja nipambane nalo, ninahakika tutafanikiwa kwa sababu na mwenyekiti yuko hapa atakwenda kupush pia kuhakikisha kwamba malipo ya shilingi 20 yanafika kwenye kila kata ile ambayo imefeli kuwafikia. Wakati watoto wanatakiwa kwenda shule, muda wa kuripoti shule umefika, watoto wale wanakutoroshwa na kwenda kwenye kambi. Tumeelewana? Ndio. Nisikute mtoto kwenye kata yoyote yuko kambini. Tumeelewana ndugu zangu? Ndio. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kikao chetu ambaye ni mkuu wetu wa wilaya, kikao chako kimetoa maelekezo kiutendaji. Tunaahidi tutafanyia kazi kama sehemu ya maboresho katika utumishi wetu wa umma. Maanake kuna michango mingi imeelekezwa kwenye vision 4 na kitengo kimoja. Tuahidi tu kwamba tutatekeleza kwa weledi. Wakati tunajadili hapa tunawasilisha taarifa halmashauri, hakuna halmashauri ambayo imefikia makusanyo 90%. Haipo. Mji, si ndio? Hakuna halmashauri iliyofikia makusanyo ya mapato 80%, lakini uwezo huo tunao. Kwa naomba mkasimamie swala la mapato, mkalitazame katika sura nyingine. Mkaliwekee mikakati kivingine. Tunataka kufikia mapato tuliyokuwa tumekadiria, uwezo wa kuyakusanya tunao. Uwezo wa kuyakusanya tunao na kufikia malengo hata 100% na zaidi tunao. Sasa naomba mkalitazame katika sura mpya. Haya ni maelekezo ya serikali. Nataka mkalitazame katika sura mpya, mliwekee mikakati tuweze kukusanya mapato ya kutosha na wewe tuweze kutekeleza miradi ya maendeleo na majukumu mengine katika jamii yaweze kufanyika kama ambavyo tumekusudia, na Masasi yetu isiendelee kuwa Masasi ambayo mlijua miaka 2 iliyopita, iwe Masasi mpya. Jambo la pili, baada ya hilo la ukusanyaji wa mapato, na shule zinafunguliwa kesho kutwa hivi karibuni, na niseme tu watendaji, wazazi, viongozi wetu, machifu na wajumbe wote mlio katika kikao hiki, tunaisisitiza jamii kuhakikisha watoto wanaandikishwa wale wa darasa la kwanza na kuripoti shuleni kwa wakati, wa kidato cha
Cha kwanza, wanawasili shuleni kwa wakati. Wanafunzi wote wanaostahili kwenda shule, kusiwepo utoro wa kusita. Tangu siku ya kwanza shule zinapofunguliwa, watoto wafike shuleni kwa wakati. Watoto wafike shuleni kwa wakati, na walimu waweze kucontrol watoto, kwa sababu unapompata mtoto leo ukaanza naye masomo alafu mwingine akaja kesho kutwa, inakuwa ni changamoto, kwa sababu si rahisi ukarudie kile kitu ulichokifundisha mwanzo, na mtoto anamuelewa mwalimu anapoanza naye mwanzo. Kwa hiyo tunaomba tulisimamie hilo, na tunaomba naelekeza mkalisimamie, hasa watendaji mkalisimamie hilo. Fanyeni hata mikutano kuhakikisha kwamba watoto wanafika shuleni kwa wakati.